Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani kwa mara nyingine tena imeamua kurudi katika diplomasia mbele ya Iran. Marekani imeamua kutumia njia ya mazungumzo katika kufanya suluhu na taifa hilo la Kiajemi. Kupitia mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff ametangaza madai ya Washington kwa Tehran kwa ajili ya kusuluhisha diplomasia kuhusu hali hiyo. Natumai kuna azimio la kidiplomasia kwa kweli nitafanya. Kuna masuala manne. Kwanza, alizungumzia urutubishaji wa nyuklia, makombora ambapo amesema unapaswa kupunguza hesabu yao, lakini pia akizungumzia nyenzo halisi ambayo wanayo kwa sasa ambayo ni takribani zaidi ya kilomita 2000 ambayo imerutubishwa popote kati ya 3.65 na 60 na washirika bila shaka, alisema bwana Witkoff. Hata hivyo, bwana Witkoff amesema, akiongeza kuwa ikiwa wanataka kurejea kwenye Umoja wa Mataifa tunaweza kutatua matatizo hayo manne kidiplomasia, na basi hilo litakuwa suluhu kubwa, na nadhani kama kutakuwa na mbadala itakuwa ni mbaya zaidi, mjumbe huyo wa rais wa Marekani aliongeza. Hata hivyo, katika masuala hayo manne ambayo ni pamoja na masuala ya nyuklia lakini pia masuala ya makombora ya Iran ilidaiwa kwamba haikukubaliana na lolote katika hayo. Iran imesema haitokubaliana na kupunguza suala la urutubishaji wa nyuklia na imesema kwamba mpango wake ni wa amani zaidi. Hata hivyo, Marekani ilitumia machafuko yaliyotokea nchini Iran yaliyoanza Desemba 29 baada ya maandamano ya mitaani yaliyosababishwa na kushuka kwa kiwango cha ubadilishaji wa rial ya Iran kuenea katika miji mingi mikubwa. Mamlaka zimeripoti vifo vya maafisa 40 wa kutekeleza sheria. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, amesema magaidi wenye silaha walionekana miongoni mwa waandamanaji mnamo Januari 8. Lakini alisema kwamba yote haya yalisababishwa na Marekani pamoja na Israel ambapo waliandaa machafuko hayo. Rais wa Marekani Donald Trump hapo awali alisema kwamba alikuwa akizingatia kwa uzito matumizi ya nguvu dhidi ya Tehran, akiamini kwamba ikiwa wataamua kuongeza nguvu na wataamua kutumia nguvu zaidi, basi Marekani ingeanzisha mashambulizi ndani ya Iran. Hata hivyo, Marekani ilikuja kuachana na mpango huu wa kufanya mashambulizi, huku ikitajwa baadhi ya nchi washirika wa Marekani ikiwa ni pamoja na Israel, lakini pia Saudi Arabia pamoja na Qatar pamoja na Oman walimweleza rais wa Marekani kwamba achane na mpango wake wa kuishambulia Iran ambapo kuna uwezekano wa kufanya mazungumzo. Hata hivyo, rais wa Marekani bwana Donald Trump mnamo siku ya Jumamosi alisema kwamba mpango wa kuacha kufanya mashambulizi ndani ya Iran ni mpango aliouamua yeye mwenyewe na hakuna mtu aliyeathiri mpango huo, kwamba alishauriwa kuachana na namna ya kuishambulia Iran. Witkoff ametangaza madai ya Marekani kwa Iran kuhusu suala la diplomasia wakati huu, akisema baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuachana na mpango wa kuishambulia Iran, sasa kinachofuata ni mpango wa mazungumzo. Lakini mjumbe huyo maalum wa Marekani alitaja kwamba moja kati ya mambo ambayo Marekani wakati huu inayataka ni kuona Iran kuachana na mpango wa urutubishaji wa nyuklia kama moja ya masuala manne. Lakini pia jambo jingine ni kupunguza makombora yake ya masafa marefu ambayo yana uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 2000. Wachambuzi wa mambo wamekuja na kauli nyingi wakisema kwamba mpango huo ni kwa ajili ya kuiokoa Israel, hasa katika suala la kuwa na makombora ya masafa marefu. Inatajwa kwamba wakati huu serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake tayari ina aina ya makombora tofauti ya kuvuka kilomita 2000 ambayo yana uwezo wa kuifikia Iran na baadhi ya mataifa ya Magharibi. Kadhalika kumezinduliwa baadhi ya ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kilomita nyingi kuifikia Marekani na mataifa mengine katika Ulaya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni mpango wa Marekani ambapo Marekani kupitia mjumbe maalum wa rais wa Marekani bwana Steve Witkoff ametangaza madai ya Marekani katika suala la diplomasia badala ya mgongano wa kutumia nguvu ya makombora pamoja na kijeshi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.